hapa tunamuona Rose wakiwa wanadiscuss kuhusu hii project. Vipi hivi kati ya Mr. William na Rose atashinda? Akasema Mr. William atashinda bana. Basi tunakuja kwa upande wa pili tunamuona Lina akiwa anakunywa, anatumia kinywaji. Lina ambaye ni mdogo wake ya Mr. Lorenzo. Basi mara ghafla tunamuona Mr. Lorenzo akiwa anashuka kwenye ngazi huko. Basi ili akae hapo apate kuzungumza na mdogo wake, anamwambia vipi bro, vipi kuhusu project? Basi kaka yake naye akamjibu, usijali kuhusu project inaenda vizuri. Endeleaje vizuri. Akasema usijali, mimi na watu wangu ambao wanafanya kazi kwa uhakika, kwa hiyo usijali kuhusu project. Asema vipi sasa kuhusu William? Kwa sababu William mimi namwambia usijali kuhusu William ana shida yoyote. Asema sawa, lakini mimi nahofia akijaribu kufanya trick sawa, lakini tuone tutavyokuwa. Basi asema sawa, haina shida. Akasema sawa, ngoja basi mimi niandae chakula. Sawa, haina shida. Mara ghafla kakake akamwambia, vipi, ngoja tucheki kwanza hiyo nini hiyo na mkononi huko. Hiyo chupa nataka naomba nicheki. Basi hiyo chupa ni chupa tu, hamna kitu chochote. Naomba nicheki hiyo chupa, nipe. Basi Lina akawa na goma hapo, na Mr. Lorenzo akaona usiwe shida, basi akaamua kumnyang'anya. Kama kwa alivyoamua kumnyang'anya akafungua. Alipofungua bane kuja kunuka sasa hivi kumbe whisky. Akamwambia whisky? Unakunywa whisky? Niko mara ngapi nimekuwa kukataza wewe kunywa whisky? Niko mara ngapi nilikuwa kukataza kunywa whisky, lakini mbona usikii? Mbona uelewi kuhusu masuala ya kutumia pombe? Kuna story ambayo ni mbaya imesha kumkuta Lina, ndio maana Mr. Lorenzo anaamua kumkaripia kiasi hicho. Basi anamwambia napanda na huko juu, nikikuta chumbani kwako chupa ya whisky utanitambua mimi ni nani. Nikikuta chupa utanitambua mimi ni nani. Mbona usikii? Mbona uelewi? Yalokukuta kwa nyuma umeshasahau eti. Ngoja nikacheki huko. Nikikuta huko chupa ya whisky na kupeleka kwa therapy. Akamwambia sawa.